zinamsababisha anazidi kuwa, tunasema anazidi kupata maumivu zaidi, lakini pia anazidi kutofuata utaratibu wa kidaktari. Kwa hiyo unamsababishia afya yake inazidi kuzorota kwa sababu amekaa ndani muda mrefu. Na sababu za msingi ambazo Mheshimiwa Tundu Lissu ameziainisha ni kwamba inaeleweka na iko wazi, kila Mtanzania anafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alinusurika alipigwa risasi na kunusurika kuuawa na akawa anapatiwa matibabu ambao ni matibabu endelevu. Sasa kwa tangu amekamatwa tarehe 9 Aprili mwaka jana, amekuwa akiwa ndani. Kwa hiyo mara kadhaa amekosa kuweza kuhudhuria hizo kliniki zake. Kwa hiyo kwa sababu ya kushinda kuhudhuria kliniki zake, zinamsababisha anazidi kuwa, tunasema anazidi kupata maumivu zaidi, lakini pia anazidi kutofuata utaratibu wa kidaktari. Kwa hiyo unamsababishia afya yake inazidi kuzorota kwa sababu amekaa ndani muda mrefu tangu tarehe 9 Aprili mwaka jana. Kwa hiyo kama binadamu wa kawaida, kama raia wa kawaida, ana haki ya kupata matibabu ya msingi, ana haki ya kisha kusikizwa kwa wakati. Kwa hiyo hati hiyo ni hati ambayo inaiomba mahakama ya rufaa kuhakikisha kwamba revision au marejeo ambayo ilifailiwa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ni muhimu ikasikilizwa kwa wakati, ili mwisho wa siku yeye aweze kupata haki zake kama Mtanzania wa kawaida, lakini pia kama kiongozi wa chama kikuu cha upinzani. Na mahakama ya rufaa ina uwezo huo kwa mujibu wa kanuni ya 4 ya kanuni za mwongozo wa mahakama ya rufaa, kutenda haki kwa kuhakikisha kwamba mahakama ya rufaa haitumiki kama njia ya kukandamiza haki za watu au kutofuata utaratibu. Kwa hiyo ni muhimu mahakama ya rufaa ikafanya hivyo ili mwisho wa siku haki iweze kuonekana ikitendeka. Huu ni mlolongo wa kisheria Jebra. Pengine watu wanaweza wakajiuliza kulikuwa na ulazima gani wa kueleza ni kama kuna mambo binafsi ambayo yameingizwa kwenye nyaraka na ambayo yametengenezwa kwamba inahusianaje moja kwa moja na kile ambacho kinaendelea mahakamani? Malalamiko aliyopo sio malalamiko binafsi, malalamiko ya kisheria. Na malalamiko ya kisheria kwa sababu ni maelezo ambayo yanasema ni kwa nini shauri lake linapaswa kusikilizwa kwa wakati. Na sababu ya msingi ni kwamba afya yake inazidi kuzorota kwa kutohudhuria kliniki kwa mujibu wa utaratibu wa kidaktari. Na hilo jambo liko wazi. Kwa hiyo anapozidi kukaa kutohudhuria kliniki, afya yake inazidi kuzorota kwa sababu inajulikana kwamba ana majeraha na amekuwa akihudhuria hizo kliniki ambazo hizo huduma hazipati akiwa gerezani. Kwa hiyo ni hoja za kisheria na ni hoja ambazo zinaifanya sana mahakama ya rufaa kuweza kukaa chini na kufikiri kwamba ni muhimu sasa kuliita shauri hili kwa wakati, kwa sababu watu ambao labda kwa historia tu watu wanatakiwa fahamu baada ya nyaraka kadhaa kukataliwa, baada ya mashahidi kadhaa kukataliwa na mahakama kuu, ndipo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali alipoamua kukata rufaa mahakama ya rufaa, kufanya marejeo tuseme mahakama ya rufaa, akilalamika kwamba hajasikilizwa vizuri kwenye mahakama kuu. Kwa hiyo nikiacha mahakama ya rufaa kukaa na kusikiliza kama ni kweli au sio kweli, na kama sio kweli kurudisha faili irudi pale mahakama kuu iendelee kusikilizwa. Kwa hiyo ni hoja, sio malalamiko binafsi, ni hoja za kisheria. Na utaratibu wa usikilizwaji kwenye mazingira inayo unakuaje? Kwa sababu watu wamezoea toka hoja mahakama kuu ikienda mahakama ya rufani angalau kwa sababu ni kesi imeshafika maamuzi na watu wanakwenda kukatia rufaa, lakini kesi hii imesimama kwa sababu tu ya madogo ambayo yameamuliwa. Utaratibu wake unakuaje wa kisheria? Jambo lililopo ni kwamba tayari kuna shauri limefunguliwa mahakama ya rufaa, ambalo shauri limefunguliwa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Kwa hiyo kinachofanyika ni maombi ya kutaka shauri hilo lisikilizwe kwa wakati. Sio jambo la ajabu, ni jambo la kawaida kabisa kwamba kama unaona kuna shauri lina ulazima kusikilizwa kwa wakati, unaomba hivyo mahakamani. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, sio jambo la ajabu. Na utaratibu ni kwamba mahakama ya rufani ndio ambayo ikifanya jambo linaweza likarudi pale chini ikaendelea kusikiliza ile kesi. Waheshimiwa majaji wale wa mahakama kuu hawezi kufanya chochote, ni mahakama ya rufaa. Sasa kwa sababu jaji mkuu na maafisa wengine wa mahakama ya rufaa ndio ambao wanapanga hivyo vikao, wao ndio wanaamua wapangaje vikao. Of course wanapanga kesi ya kwanza ndio inakuwa kwanza kusikilizwa, ya pili kufunguliwa inakuwa ya pili kusikilizwa, lakini panapokuwa kuna sababu za msingi, shauri ambalo limefunguliwa mapema linaweza pia likasikilizwa mapema zaidi kama kuna sababu za msingi. Kwa sababu wewe ukaniambia majaji wa mahakama ya rufaa wakae wanaendelea kusikiliza kesi za madai ya watu binafsi wakati wakijua kwamba kuna shauri ambalo linahusiana na afya ya mtu iko shakani, ukaacha shauri ambalo linahusiana na afya ya mtu ukang'ang'ana kusikiliza shauri linalohusiana na mgogoro wa ardhi au ndoa ambao hatarishi afya ya mtu yoyote.